Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayotokea kwa makafiri, ambayo hapana awezaye kuizuia, kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu za daraja. Malaika na roho hupanda kwendea kwake katika siku ambayo kadiri yake ni miaka 50,000. Basi subiri kwa subira njema. Hakika wao wanaiona iko mbali, na sisi tunaiona iko karibu, siku ambayo mbingu zitakapokuwa kama maadeni iliyoyayushwa, na milima itakuwa kama sufi, wala jamaa hatamuuliza jamaa yake. Ijapokuwa wataonyeshwa waonane, atatamani mkosefu lao ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe na mkewe na nduguye na jamaa zake waliokuwa wakimkimu na wote waliomo duniani, kisha okoke yeye. La hasha, kwa hakika huo ni moto mkali kabisa unaobabua ngozi ya kichwa. Utamwita kila aliyegeuza mgongo na akageuka, na akakusanya mali kisha akayahifadhi. Hakika mtu ameumbwa na papara, inapomgusa shari hupapatika, na inapomgusa kheri huizuilia. Isipokuwa wanaosali, ambao wanadumisha sala zao, na ambao katika mali yao iko haki maalum kwa mwenye kuomba na anayejizuilia kuomba, na ambao wanaisadiki siku ya malipo, na ambao wanaiogopa adhabu itokayo kwa Mola wao mlezi. Hakika adhabu ya Mola wao mlezi si ya kuaminika nayo. Na ambao wanahifadhi tupu zao, isipokuwa kwa wake zao au iliyowamiliki mikono yao ya kuume, basi hao hawalaumiwi. Lakini wanaotaka kinyume ya haya, basi hao ndio wanaoruka mipaka. Na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao, na ambao wanasimama imara katika ushahidi wao, na ambao wanazihifadhi sala zao, hao ndio watakaoheshimiwa peponi. Suratul Ma'arij imeteremka Makka. Katika sura hii tukufu kipo kitisho kwa siku ya Kiyama, na kutia hofu kwa urefu wake, na vitisho vikubwa vikubwa, na adhabu ambazo hazikubaliwi kutolewa fidia hata ya wana wala mke wala ndugu wala ukoo mzima, bali haikubaliwi fidia ya watu wa dunia nzima. Na katika sura hii unatolewa kombo udhaifu wa binadamu wakati wa shida na neema, isipokuwa aliyeokolewa na Mwenyezi Mungu kwa uchamungu na vitendo vyema, hao wanasalimika na udhaifu huo. Humo vile vile yanaelezwa kuchukiza tabia ya makafiri ya kuwa na tamaa ya uharibifu. Na mwishoni anausiwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam awawachilie mbali na upumbavu wao na mchezo wao mpaka wakutane na siku yao walioahidiwa. Ameita mwenye kuita kuhimiza kama kufanya kejeli, iletwe upesi adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambayo hapana shaka itawashukia makafiri, wala hapana chochote cha kuzuia adhabu hiyo, kwani hiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu, ambaye huko ndiko zinatoka nguvu zilizosimama na hukumu inayotekelezwa. Malaika na Jibrili wanapanda kwenda kunakotoka amri yake kwa siku ambayo urefu wake ni miaka 50,000 kwa mujibu wa hisabu ya miaka duniani. Basi ewe Muhammadi, subiri usihamilie hizo kejeli zao na kuhimiza kwao adhabu kwa subira isiyokuwa na mbabaiko ndani yake wala mashtaka. Hakika hao makafiri wanaiona hiyo siku ya Kiyama ni kitu cha muhali kutokea, na sisi tunaona kuwa ni jambo jepesi katika uweza wetu, wala halina uzito wowote. Siku mbingu itakapokuwa kama fedha iliyoyayuka, na milima itakapokuwa kama sufi iliyotiwa rangi na ikapigwa, wala jamaa hamuulizi jamaa yake nini hali yako, kwa sababu kila mmoja akajishughulikia nafsi yake. Watakuwa wakijulishana wao kwa wao mpaka wajuane barabara, na ilhali hapana muulizaye mwenzie kitu. Kafiri yatatamani lao wangepata kujikomboa nafsi yake na adhabu hiyo siku ya Kiyama, kwa kumtoa mwanawe awe ni fidia yake,
au mkewe au nduguye au jamaa zake aliyohusiana nao, na wote waliomo duniani apate kuokoka yeye tu. Ewe mkosefu, wacha hayo unayotamani ya kutaka kujikomboa kwa fidia. Hakika huo moto unawaka kweli, utakubabua mikono yako na miguu yako na viungo vyako vyote. Utanadi kwa jina la huyo aliyeiacha haki na akaacha utiifu na akakusanya mali akayaweka katika mabwete yake, wala hakutoa haki ya Mwenyezi Mungu iliyomo katika hayo mali. Hakika tabia ya binadamu ni papara, mwingi wa kupapatika na kutoridhika akifikiwa na lolote la karaha na uzito, na ni mwingi wa kuzuia na kunyima akipata heri na neema, isipokuwa wanaoswali ambao wanadumisha sala zao hawakikosi hata kipindi kimoja. Hao Mwenyezi Mungu huwakinga na huwawezesha kutenda yaliyokuwa ya heri. Na wale ambao katika mali yao ipo haki iliyoainiwa, iliyowekwa kwa ajili ya masikini mwenye kuomba kutaka msaada na anayejizuilia kuomba pia, katika wanaozuilika kuomba wanaingia si wenye kustahi na kuona vibaya tu, bali pia wasioweza kuomba kama watoto wachanga, wagonjwa na wanyama pia. Na wale wanaoisadiki siku ya malipo, basi wanajitayarisha kwa ajili yake. Na wale wanaoiogopa adhabu ya Mola wao mlezi, basi wanajikinga nayo, wala hawajitii katika jambo la kuletea adhabu hiyo. Kwani hakika adhabu ya Mola wao mlezi hapana hata mmoja anayeweza kuaminika nayo isimpate. Na ambao wanazihifadhi tupu zao hata hawaemewi na matamanio yao, lakini kwa wake zao na masuria wao hawazihifadhi, kwa sababu hapo hawalaumiwi kufuata tabia maumbile. Basi mwenye kutafuta starehe ya maingiliano kwa wasiokuwa wake na masuria, basi hao tena ni wenye kuikiuka halali na kuingia katika haramu. Na hao wenye kuzihifadhi amana za sheria na amana za waja wa Mwenyezi Mungu, na waliolazimika nayo kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu bila kuhuni wala kupunja, na ambao kwa shahada zao na wamesimama sawa sawa kwa haki bila kuficha nalijua, na wanaohifadhi sala zao wakizisali sawa sawa kwa ukamilifu. Watu wenye sifa kama hizo nzuri watakuwa ni wenye kuheshimiwa mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu huko peponi. Wana nini wale waliokufuru? Wanakutumbulia macho tu, makundi kwa makundi, upande wa kulia na upande wa kushoto. Kwani kila mmoja wao anatumai kuingizwa katika pepo ya neema? La hasha, hakika sisi tumewaumba kutokana na wanachokijua. Basi naapa kwa Mola mlezi wa mashariki zote na magharibi zote, kwamba sisi tunaweza kuwabadili kwa walio bora kuliko wao, na sisi hatushindwi. Basi waache wapige porojo na wacheze, mpaka wakutane na siku yao wanayoahidiwa, siku watakapotoka makaburini kwa upesi, kama kwamba wanakimbilia mfundo. Macho yao yatainama, fedheha itawafunika. Hiyo ndiyo siku waliokuwa wakiahidiwa. Kitu gani kinawapelekea hao waliokufuru kukujia mbio mbio kutoka kuliani na kushotoni kwa makundi? Je, kwani kila mmoja wao ana tamaa ya kuingia kwenye pepo yenye neema, baada ya kusikia kuwa Mwenyezi Mungu amemwahidi mtume wake na waumini kuwatia peponi? Basi na waache hiyo tamaa yao ya kuingia peponi. Hakika sisi tumewaumba wao kutokana na maji ya kudharauliwa. Na hapa kwa Mola mlezi wa mashariki zote na magharibi zote za siku na sayari na hidaya, kwamba hakika bila shaka sisi tuna uweza wa kuangamiza na kuwaleta waliowatifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao, wala sisi hatushindwi kubadilisha huko. Huenda ikawe na kusudiwa kwa mashariki zote na magharibi zote ni maeneo ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu yote, ambayo hayana mpaka, kama ilivyoashiriwa katika aya 137 ya surati al-A'raf.
na tukawarithisha watu waliokuwa wanadharauliwa mashariki za nchi na magharibi zake, ambayo tulitia baraka kuonyesha sehemu zote za hiyo nchi inayotajwa. Na huenda ikawa makusudio yake ni mashariki za jua na mwezi na nyota zote na sayari na magharibi zao, kwa ajili ya kuonyesha vile vile ufalme wa Mwenyezi Mungu wote. Na kwa hivyo inadhihirika kwetu kuwa vyombo vinavyokwenda katika kuba la mbingu vinachomoza kwenye upeo wa mashariki na kutwa kwenye upeo wa magharibi, au kwa uchache vinazunguka kutoka mashariki kwenda magharibi kuizunguka nyota ya pole katika sehemu ya kaskazini ya dunia. Kwani umbali wa pole kwa nyota ni mdogo kuliko pahala unapoangalia, basi nyota hapo haichomozi wala haichwi, bali hupiga duru ndogo kuizunguka North Pole. Na kwa hiyo aya inaashiria saa za usiku. Rejea kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na alama na kwa nyota wao wanaongoka, na kwa udhahiri wa kuchomoza na kuchwa ipo ishara ya kuzunguka kwa dunia. Na hiyo ni neema kubwa kabisa katika neema za Mwenyezi Mungu juu ya maisha katika sayari hii. Kwani bila ya kuzunguka kwa dunia juu ya msumarikati wake, nusu ya dunia ingelipigwa na jua mfululizo muda wa nusu mwaka kamili, na ingelinyimwa mwangaza kabisa nusu nyingine. Kwa hivyo hai kama tulivyouzoea usingekuwako. Na tukifanya hizo mashariki na hizo magharibi ni za jua peke yake, wachilia mbali nyota nyingine na sayari, basi itakuwa ishara ni kule kuchomoza jua kila siku pahala pengine na kuchwa pahala pengine kila siku, au hata katika kila dakika linapopita juu ya dunia. Kwani jua kila dakika linakuchwa pahala na linachomoza pahala papili mfululizo. Na haya ni katika mipango ya Mwenyezi Mungu na miujiza ya uweza wake. Tazama pia maoni ya wataalamu juu ya aya 5 katika suratu Safat na aya 17 ya suratu Rahman. Basi waachilie wakiporonyoka katika upotovu wao na wakicheza dunia yao mpaka wakutane na siku yao walioahidiwa kupewa adhabu. Siku watakapotolewa makaburini mbio mbio kumwendea huyo atayewaita, kama kwamba wamemweka ufundo na wakimwabudu duniani walivyokuwa wakimkimbilia badala ya Mwenyezi Mungu. Macho yameinama chini, hawawezi kunyanyua, yamegubikwa na unyonge na udhalili. Hiyo ndiyo siku waliokuwa wakiahidiwa duniani, na wao wakikanusha.